Usikate tamaa dada, simama piga hatua. Sauti yako ina maana, dunia isikie kilio chako. Usikate tamaa dada, simama piga hatua. Sauti yako. Habari za wakati huo popote pale ulipo mpenzi mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, ni kualike uweze kuungana nami katika kipindi chako kilichokuwa bora zaidi katika upande wa sauti ya mwanamke. Kama kawaida, lengo kubwa la kipindi hiki ni kuhakikisha tunazungumzia zile sauti za wanawake kwa kuhakikisha tunazipaza na hatimaye kuhakikisha tunawainua wale wanawake mbalimbali ambao baadhi yao pia walikuwemo katika harakati za ukataji wa tamaa kulingana na yale yote ambayo yaliweza kuwakuta, lakini kupitia sauti ya mwanamke inakuinua na inakufanya uwe bora zaidi. Na miongoni mwao ni baadhi ya viongozi mbalimbali ambao ukiwa unawashuhudia hivi sasa, lakini huko nyuma huenda wakawa na historia mbaya zaidi ya maumivu katika upande wa maisha yao, lakini mpaka hii leo wako vizuri zaidi. Kwa hiyo nawe popote pale ulipo, usikate tamaa. Hakikisha unasimama tena upya kwa kuanza safari yako, tukiamini kupitia sauti ya mwanamke utakuwa bora zaidi ya awali pale ulipokuwa. Hii leo ni siku ya Alhamis ya April 16 mwaka 2026. Tumekutana tena, lakini sehemu nyingine, kipindi kikiwa ni kile kile ambapo kupitia sauti ya mwanamke hii leo tupo Meli 4 Mbarali hapa jiji la kuelekea Fuoni kwa ajili ya kuweza kuzungumza na mwanadada, mwanamama ambaye yeye amejikita pia katika harakati za ujasiriamali, lakini ujasiriamali wake bwana ukiwa umekwenda tofauti na vile ambavyo watu walivyozoea ama pia watu walikuwa wakiishi kwa kukariri katika nyakati mbalimbali. Kwa hiyo ni nani ambaye tupo naye? Usiwe na wasiwasi, endelea kuwa nasi. Nguvu yetu ni umoja, ndoto zetu zinawezekana. Tunasimama, hatuanguki. Nguvu yetu ni umoja, ndoto zetu zinawezekana. Tunasimama, hatuanguki. Mwanamke ni nuru angavu, anang'aa hata gizani. Ana ndoto, ana nguvu, kesho yake iko mikononi. Usikate tamaa dada, simama piga hatua. Sauti yako ina maana, dunia isikie kilio chako. Usikate tamaa dada, simama piga hatua. Sauti yako. Naam, kama nilivyokuambia hapo awali mtazamaji kwamba tupo Meli 4 Mbarali hii leo kwa ajili ya kuweza kukutana ama tumekuja kuonana, kuzungumza na mwenzetu, kubadilishana mawili matatu mwanamke mwenzetu kwa lengo kubwa kama ambavyo nilivyokuambia mwanzo. Sasa tupo naye hapa hivi sasa kwa ajili ya kuweza kutujuvia na kutufahamisha nini ambacho anakifanya. Tumepiga hodi na tunashukuru tumeitikiwa. Ndio. Sawa. Habari za mchana huu? Kwa kweli tunashukuru Mungu, ni nzuri kabisa, tuko salama. Ni sawa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu pia kwamba leo tumeweza kuonana ama kukutana nawe pia kwa lengo la kuweza kuwashajihisha na kuwafahamisha wanawake kwamba wanaweza. Sawa, tuanze kwa kujitambulisha. Unaitwa nani licha ya mimi kukufahamu kupitia jina la Fundi Mwaminifu? Uhalisia ni nani? Okay, asante. Kwa majina anaitwa Helen Joseph maarufu Fundi Mwaminifu. Sawa. Leo umepata nafasi ya kuwa mgeni katika kipindi cha sauti ya mwanamke ndani ya Zanzibar Cable Television. Tunaona tu mabango yako yakiandika Fundi Mwaminifu. Tunataka kumfahamu huyu Fundi Mwaminifu katika upande wa kazi. Unajihusisha na ufundi upi zaidi? Nashukuru, mimi ni mwanamke najihusisha na kazi ya ushonaji. Kwa ni mwanamke ambaye nashona nguo za kike, nashona nguo za kiume, nguo za maharusi, yani nguo yoyote ambayo inahusiana na ushonaji. Kwa hiyo Fundi Mwaminifu yupo mahali hapa kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Sawa, asante pia. Kabla yote ni kufahamishe tu mtazamaji kwa namna ambavyo unaniona muonekano wangu huu wa leo nilikuwa nao mimi Nusura binti wa Gazwila, nimevishwa na Fundi Mwaminifu hapa Kwa hiyo nayo una nafasi yoyote ile ya kuweza kujumuika ama kuja kuonana naye kwa ajili ya kuweza kupata zile huduma mbalimbali ambazo amekuwa akizitoa katika ofisi yake hii. Tuanze kwa kumfahamisha pia mtazamaji safari yako ya ushoni na hatimaye kuweza kufika hapa. Ulianzia wapi? Safari yangu ya ushoni nilianzia Tanga, ndio ambako nilipata mafunzo ya ushonaji, na baada ya kumaliza nikatoka pale kwenye mafunzo
nikaenda kwa fundi ambaye ana ofisi yake na ana uzoefu wa kazi. Nikaenda pale nikawa namsaidia kazi, alikuwa ananipa kiasi cha pesa, lakini nikiwa na ndoto za kwamba ipo siku na mie nitakuja kufungua ofisi yangu. Basi siku zikaenda zikarudi, nikaja kuhamia Zanzibar, na nilivyohamia Zanzibar ndipo nilipopata nguvu ya kuweza kufungua ofisi yangu, na kipindi hicho nilifungua nikiwa Meli 5 wakati sipo hapa Meli Mbarali. Ndio. Wanawake wengi ambao wapo hivi sasa, baadhi yao wanatamani kujitegemea kwa kupiga hatua mbalimbali, lakini chanzo cha ama tuseme mtaji kwa inakuwa ni sehemu ya changamoto. Mtu anapohitaji kuanza kuwa na ofisi kama ya kwako katika hatua ya awali, ama tuachane na hii ofisi ya kwako, inawezekana mtu akasema mimi siwezi kuwa kwa hafla, tusiwezi kuwa kama fundi mwaminifu kwa hatua ya mwanzo. Mwanamke ambaye anataka kujitegemea katika suala la ushonaji hivi sasa, kwa hatua ya kwanza zaidi anatakiwa kuwa na mtaji kama kiasi gani? Asante kwa swali lako zuri, kwa sababu umekutana na mwanamke ambaye anapenda wanawake wote tuinuke tufike juu. Nikiwa na maana kwamba mimi huwa napenda kumshauri mtu ambacho najua kesho na kesho kutwa ipo siku atakifurahia. Nikiwa na maana kwamba kwa kazi zetu za ushonaji, mimi binafsi naweza kuzungumzia, nilianza na charani moja ya kushona kawaida na charani ya overlock ndogo. Kwa hiyo nikawa nimekodi mlango, nikawa na vitambaa viwili vitatu nikawa nimeviweka pale. Kwa hiyo katika ofisi yangu nikaandika fundi mwaminifu, ndio jina ambalo nilipenda niandike katika kazi yangu. Na katika kupenda ni kwamba kila mtu ana ndoto. Wewe una ndoto gani? Nikaangalia katika jamii mafundi kushona wengi hatuaminiki katika jamii kwa ajili ya usumbufu. Kwa hiyo nikatafakari na nilimwomba Mungu sana, ndugu mtangazaji. Kasema kuanzia sasa nitaitwa fundi mwaminifu, iwe mfano kwa watu wengine. Nikaandika pale ofisini kwangu fundi mwaminifu. Sitasahau, nakumbuka watu walikuwa wanapita wanasoma, nimeweka bango kubwa. Watu wakawa wanapaki magari wanakuja. Fundi mwaminifu ni nani? Naambia ni mimi hapa. Kwa wengine wakajua mwaminifu labda ni nene yukoje. Wewe ni mwaminifu kweli? Nikamwambia na utojutia. Na ili uamini nipe kazi nikufanyie. Nashukuru Mungu, nikimshonia mtu amechukua kwa wakati kapendeza, akienda mtaani anakuwa balozi mzuri. Tunaenda hivyo mpaka jina limekuja kukua kufikia mahali hapa. Kwa ina maana kupitia cherehani moja nikaanza kununua ya pili, ya tatu, yani ile cherehani ilizaisha cherehani 7. Kwa hiyo mimi huwa napenda kwanza kwenye msingi mdogo nikawa ninapanda juu. Kwa nini? Siwezi nikaingia nafungua ofisi sina soko, nikaenda kununua cherehani moja labda 700,000 nikaziweka katika ofisi na bado sina jina. Je, pesa itarudi vipi? Lakini ninapoanza padogo najua sasa hizi nimejichanga hivi, niongeze kitu hiki au niboreshe hivi katika ofisi. Kwa hiyo unajua hata kitu unachokifanya unaona na mafanikio kwamba ninapiga hatua. Kwa hiyo nawashauri wasikate tamaa, angalia ndoto zake. Sawa. Ulianza na cherehani moja kabisa. Mpaka hivi sasa mtazamaji, kama ambavyo unavyoshuhudia hali ya mazingira, mandhari ya maduka na muonekano na mambo mengine, mimi niseme kwako hongera sana. Asante, na Mwenyezi Mungu azidi kukufungulia wewe na wanawake wote ambao wenye ndoto za kufika mbali zaidi. Sawa. Lakini hivi sasa unamiliki cherehani kwa kiwango gani ukitoka katika ile hali ya cherehani moja? Mpaka sasa, maana mpaka zingine nimeweka nyumbani. Hongera. Zipo 13. Hongera. Nashukuru Mungu katika hilo, na ndio maana ni mwanamke ambaye nahitaji ujuzi wangu ni wape wanawake wengine. Kwa sababu kuna mtu anakuambia mimi natamani kuja kuwa fundi mzuri sana, nivishe maharusi, nivishe wageni waalikwa. Lakini hajui mahali gani atapata mwalimu. Kwa hiyo sisi umri unaenda kwa kuna wakati na maana unapowapa ujuzi wanawake wenzio unakuja kujivunia baadaye. Kwa ndio maana ujuzi wangu napenda kuwapa hata watu wengine, lakini wale wenye ndoto za kuja kuwa mafundi wazuri. Tumeona kwa mujibu wa historia yako na kwa harakati ulizozipitia ili kujitengeneza zaidi na ili kuondokana na ile kauli ambayo baadhi ya watu wanasema
fundi mwaminifu ni mmoja tu, ama fundi mkweli ni fundi kinyozi pekee ambaye unampa kichwa chako anakitengeneza kwa muda huo alafu unaondoka nacho humwachi. Lakini baadhi ya mafundi takriban wote kwa kiasi tunaweza kusema hawaaminiwi, kwa maana ya kwamba unaweza kumpa kitambaa njoo saa 7 saa 10 ukienda pengine hayupo, lakini pia pengine nguo inashonwa chini ya kiwango na mambo mengine. Hili kwako wewe umeliepuka kwa kiasi gani? Nashukuru ndugu mtangazaji. Cha kwanza, fundi mwaminifu anaipenda kazi yake. Kitu chochote ndugu mtangazaji ukikipenda utakipambania. Nikiwa na maana nilivyojiita fundi mwaminifu nilimwomba Mungu, ukumbuke hilo nilikwambia. Kwa hiyo si fundi ninaichukua kazi kwa tamaa. Kwa mfano labda kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi najua labda nina nguo zangu 20. Ina maana ikija 21 22 mtu hatoipata kwa wakati. Kwa mimi ni mtu ambaye namweka mtu wazi. Kulingana na oda zilizopo unaweza kupata Jumatatu. Ili nisimkwaze, afu naheshimu sana pesa ya mtu. Kwa hiyo kupitia uaminifu wangu wengi wananiamini. Na jina langu limekuwa sana kupitia uaminifu, kwa sababu mtu atavaa nguo akuuliza umeshona wapi? Yaani kuna chimbo, wao wanazungumza kwamba kuna chimbo. Meline Mbarali, yaani ni anakushonia vizuri unavyotaka na unapata kwa wakati. Kwa hiyo na ndio maana mteja akiwa ameleta kitambaa, aidha kitenge, aidha ndio bi harusi, huwa napenda kumshauri mteja wangu kulingana na mwili wake ulivyo, kwamba mwili wako uko hivi, lakini huu mshono uliochagua tuubadilishe kidogo ili uweze kukupendeza kulingana na mwili wako, kwa sababu miili tuko tofauti. Sio kila mshono unaoona mtandaoni una uwezo wa kumfaa kila mtu. Kwa hiyo naijali sana kazi, na ndio maana napambana, wateja wanazidi kuongezeka kila itwapo leo. Uaminifu na ufanyaji wangu wa kazi. Sawa, mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, hii ni sauti ya mwanamke. Katika upande wa sauti ya mwanamke hii leo niko Meline Mbarali hapa nikiwa na fundi mwaminifu, kwa jina anafahamika namna hiyo. Kwa ukisema tu fundi mwaminifu kila kitu kiko wazi. Na nikufahamishe tu kwamba huu muonekano wangu wa leo unaoshuhudia hivi sasa kupitia katika sauti ya mwanamke moja kwa moja nimevishwa na fundi mwaminifu. Pasi na shaka kama unahitaji huduma mbalimbali licha hii tu ambayo unaiona kwangu mimi, unaweza kusogea hapa kwa ajili ya kuweza kupata huduma kwa namna yoyote ile. Na tukirudi kwako sasa, fundi mwaminifu, umejikita katika ushonaji wa wateja wa aina gani zaidi? Wateja ambao nimejikita sana na nguo ambazo zinaingia sana maharusi. Sana. Lete mshono wote wa harusi. Kwanza uwe una binti anaolewa, sijui unataka, yani nguo yote inahusiana na harusi. Alafu sasa pia wa kike pia na wa kiume. Na maana wa kiume anaweza kuambia nataka suti, nataka kaunda suti. Kwa hiyo akija tunatoa huduma za watu wote. Kwa hiyo nguo za harusi jamani napenda kuliko sana. Niletee binti nikuvishie, hautojuta. Hakika. Kabisa kabisa. Na soko lako ndo hivyo linavyokuelekeza. Yaani sana. Mwisho jana, sikufichi jana, kuna watu walinitafuta TikTok, wakachukua namba wakafika. Bahati nzuri walikutana na bi harusi wangu ndo anafanya fitting shela lake. Kiukweli wakasema sisi wenyewe dada yetu tunamwambia aje. Kama hii umeishona wewe, basi tunaambia aje. Tulijua Zanzibar mna mafundi wa hivyo. Kwa hiyo nashukuru Mungu, kazi moja inaleta 3, 4 na kuendelea. Hongera sana. Asante. Una familia pia? Ndio. Una watoto ngapi? Mimi ni mke wa mtu na ni mama watoto 5. Hongera, hongera sana. Sawa, unawezaje kuilea familia yako katika kiwango cha mama? Tukizungumzia mama na wazani nafahamika pia katika utekelezaji wa majukumu na wajibu wake. Alafu pia ukahakikisha kazi yako pia unaisimamia jinsi inavyohitajika. Pasi na kuvuruga katika upande wa familia, pasi pia na kuleta mistake yote katika upande wa biashara. Ndio. Ninachoshukuru cha kwanza vitu viwili vinaenda pamoja, ni kwamba naipenda kazi yangu na naipenda ndoa yangu pia. Nikizungumza hivyo ni kwamba mimi ni mama na mimi ni mke na nina watoto. Kwa hiyo asubuhi ile kabla sijaja najua nimwandae mume wangu, niandae watoto waende shule. Wanangu mimi wanarudi jioni. Kwa hiyo muda ninaorudi mimi ndio nakutana na watoto wangu. Kwa naingia jikoni napika, bosi anaangalia kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo nafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12. Nguvu yetu ni umoja, ndoto zetu zinawezekana, tunasimama, hatuanguki. Nguvu yetu ni umoja, ndoto zetu zinawezekana, tunasimama, hatuanguki. Mwanamke ni nuru angavu, anang'aa hata gizani, ana
chako. Usikate tamaa dada, simama, piga hatua, sauti yako za jioni. Sawa, hongera sana. Asante. Unatumia mitandao ya kijamii? Ndio. Katika upande wa kibiashara hii, uwepo wa mitandao ya kijamii imekusaidia kwa kiasi gani? Pakubwa sana sana, imenisaidia pakubwa sana, kuanzia Facebook, Instagram, TikTok inanisaidia sana, na ndio maana nimekupa ushuhuda kwamba jana tu kuna watu wamechukua namba TikTok na wakaja katika ofisi yangu, na maana nimeweka na namba za simu pia. Kwa hiyo inanisaidia sana mpaka kufika hapa. Nikupe nafasi ya kutaja mitandao katika upande wa mitandao yote ambayo unatumia. Hili ni jukwaa lako pia katika siku hii ya leo, Fundi Mwaminifu. Waambie wateja wako wanaweza kukupata kwa kiasi, kwa kupitia njia ipi na ipi? Okay, asante ndugu mtangazaji kwa nafasi ya pekee sana. Cha kwanza naanza kutaja namba ya simu kwa sababu pia ni rahisi zaidi. Namba yangu ili uweze kunipata ni 0717079191, na katika mitandao ya kijamii tukiwa kuna Facebook, TikTok na Instagram unaandika Fundi Mwaminifu. Tutakutana hapo, utaona baadhi ya kazi zangu, utanipigia, lakini yote kwa yote nakukaribisha katika ofisi yangu. Unajua bwana, tukirudi katika harakati na pirika zetu sisi wanawake. Wanawake baadhi, lakini ingawa sina takwimu rasmi, wanawake wanapenda sana ile kuonekana ama kushindana katika upande wa matawi ya juu. Sasa hivi kumekuwa kuna fursa za utolewaji wa mikopo mbalimbali ambayo imekuwa ikitolewa. Sina hakika kama unaingia katika mikopo ama huingii, tunaweza tukaiacha, sio lazima ujibu. Lakini tukija katika baadhi ya wanawake, ujio wa hii mikopo ni kuja kuwasaidia na kuwainua wanawake. Lakini baadhi yao wanatumia nafasi ya mikopo kama kwenda kujifurahisha na kwenda kujistarehesha, hatimaye wanaingia katika matatizo, kwa maana unahitaji kurudisha lakini sasa huna chanzo cha kukufanya wewe urudishe. Wanawake wa namna kama hii, wewe Fundi Mwaminifu ambaye umejikita kutoka katika ngazi ya chini zaidi, hivi leo huna hatua kubwa sana ulioipiga, lakini tunahesabu ni hatua mojawapo nzuri vizuri zaidi. Hawa unawaambia nini hawa wanawake wa namna hii? Kitu cha kwanza ninachokuambia wanawake wenzangu ni kwamba baadhi ya wanawake wana ile tabia kwamba akisikia mahali pana mikopo, Mungu wangu, akili inavurugika. Ni mbiani anakurupuka pop kwenda kukopa. Hujui biashara yako wewe unaiendesha vipi, hujui kwa siku natakiwa ulaze shingapi, hujui faida ni shingapi. Kwa sababu umesikia mtangazaji amesema shirika fulani linatoa mikopo, wewe bila kukaa kufikiria, wewe ukakurupuka tu pap, lazima udondokee pua. Lakini kwa mwanamke mwenye ndoto na malengo, ukisikia swala la mkopo, kwanza unakaa chini unatafakari, biashara yangu mimi na uwezo wa kuingiza shingapi kila siku? Kwa ina maana ukijua hivyo kwamba hapa mimi mkopo labda nitaweza milioni 20, ambapo najua labda kila mwezi nitaambiwa nipeleke kiasi fulani na haitonishinda. Kwa sababu hata wanaotusaidia mikopo wanapenda pia wanawake tuwe waaminifu. Kwa hiyo nawashauri wanawake wenzangu, tunapopata fursa za mikopo tusikurupuke kwanza. Kaa, jitathmini unapoenda kuchukua mkopo, uwe mwaminifu uweze kurudisha kwa wakati, na wala hutopata fedha hata siku moja kwa sababu ulikaa na wala ukukurupuka. Hivyo. Sawa, vizuri zaidi. Angalau anayekutazama hivi sasa, hususan mwanamke, ataona hapa leo nimepata neno, nisikurupuke katika mikopo. Na wachukulie kama ni sehemu mojawapo ya kuweza kujifunza. Sawa. Katika pirika zako hizi za ushonaji, maana ndo huduma kubwa, ingawa tunaona kwamba una huduma nyingine za udiudi, manukato na mambo mengine. Tukiachana na hapo, tukija katika ujasiriamali mkubwa ambao unaotengeneza wewe mwenyewe, umeshawahi kukutana na mteja ambapo ukasema hapa paswa kichwa, yani hapa kichwa kinaniuma mteja, we jamani kazi yangu naona ngumu mimi? Ushakutana? Yani sio nimekutana, yani sana sana. Zipo. Kwa sababu katika kufanya kazi tunafanya na binadamu. Na kila mtu ana tabia zake kulingana na malezi pia ambao mtu amelelewa. Kwa changamoto bwana, kwa upande wangu inakuja. Fundi Mwaminifu, umeona umshono huu hapa? Ndio nimeuona. Nataka unishonee kama ulivyo, kama unavyouona. Unaangalia, unaambia amna shida,
mimi namgeukia, yani napenda kumgeukia mteja wangu, naangalia, naambia mshono ni mzuri, lakini kwa hapa kifuani, kwa sababu kifua chako ni kikubwa, tukisema tujaze ya madude aliyoyajaza huyu itaonekana ni mpana zaidi, kwa hiyo haya tupunguze hapa, tuweke hivi. Hapana, fundi mwaminifu, mimi naitaka kama ilivyo. Sio, unanielewa ndugu mtangazaji? Haya, picha linaanza. Iki mshono uliochagua mita 7 za kitambaa zinatakiwa. Zote hizo. Ina maana anaanza kuziona ni nyingi. Ina maana pia fundi uwe na muda kumwelekeza mtu. Kwa namwambia mshono uliochagua, kwa nini nimekwambia mita 7? Kulingana na mshono ni ulionionyesha. Lakini kama utataka kopi yake hata mita 3, lakini usije ukaniambia mbona labda hii haijachanua kama kwenye mtandao. Hiyo kosa la kwanza. La pili, ukishamshauri hivyo amekataa, nishonee kama ilivyo, mwaminifu utaingia utashona. Picha inakuja vile kaja kujaribu, tofauti na alivyoiona kwenye mtandao. Ina maana itakukaa kulingana na mwili wako. Mimi fundi mwaminifu ni fundi wa kushona nguo vizuri, lakini sio kutengeneza maumbo. Hakika. Kwa hiyo ninapomshauri anza kuvaa, fundi mwaminifu hii nguo hapana, mkali kama yako. Kwa hiyo inahitaji hekima sana. Kwa hiyo mimi ikinitokea hivyo, mimi wasipendi sana malumbano. Mimi nitaangalia ulinipa shilingi ngapi, labda 400,000, kesho kutwa njoo ninakupa 400,000, nguo naiacha. Tutakaa mimi naiweka sokoni. Atakuja mteja sasa mwenye umbo lake sasa. Akivaa ile, nakuletea wateja hivi. Okay. Kwa changamoto zipo, lakini fundi mwaminifu anapenda amani na watu. Pesa zinapita. Hakika. Amani inakuwaje? Kwa hiyo changamoto zipo. Kwa muda mwingine ukikuta mtu kila unachomshauri hasikii, ni bora kumsamehe, kwa sababu kifuatacho ni kugombana. Malumbano. Na malumbano akasema ya kazi bwana sio mazuri. Asende, hapana. Sawa. Soko lako lipo maeneo gani zaidi? Zanzibar ama nje Zanzibar? Zanzibar lipo na nje ya Zanzibar. Kwa sababu na wateja utakuta wako Morogoro, wako Pemba, wako Dar, wapo Tanga. Kwa hiyo wote walioko mbali wanapata huduma. Kwa sababu kuna mwingine unakuta na harusi yake. Labda alipo kweli ana fundi, anaweza akamshona, lakini msumbufu. Kwa hiyo inabidi hangaike agizishe nguo kutoka Zanzibar. Kwa hiyo na sehemu mbalimbali, namshukuru Mungu katika hilo. Nikwambie fundi mwaminifu. Ndio. Yaani miongoni mwa watu ambao leo ndio umekuja kunibadili mawazo. Yaani wewe ndio umekuja kubadili mawazo yangu leo. Ndio. Binafsi tangu na kuwa hivi nafikia katika umri wa kujitambua vizuri zaidi. Mimi ni mtu ambaye sipendi kuvaa nguo ya kushona kwa sababu nishakutana na shida sana. Lakini baada ya kuja hapa alafu nikapata huu muonekano, umenishawishi. Nashukuru sana. Kwa hiyo hongera sana, kazi yako unaoifanya inaonekana na Mwenyezi Mungu azidi kuibariki zaidi. Amin. Lakini pia tuseme iwe ni nafasi nzuri sana kwa wanawake mbalimbali kuweza kujifunza kutoka katika upande wa ushonaji kutumia cherehani moja na hatimaye kuweza kumiliki duka la namna kama hii, lakini pia kuwa na idadi ya watu ambao wanakusaidia kazi. Nalo pia ni jambo jingine, maana kuweza kuajiri mtu sio jambo jepesi. Umejitahidi pia katika harakati za kuwainua vijana kutoka katika harakati za kukaa pengine mtaani, kutegemea nini, lakini baadaye umewavuta hapa kwa ajili ya kuweza kujitafutia riziki na wao. Una idadi ya vijana wangapi ambao wanakusaidia kazi kwa sasa? Mpaka sasa nina vijana 4, ambapo wa kiume 3, wa kike 1. Ndio ambao tunafanya nao kazi. Kwanza niliwahi kumwomba Mungu sana. Nikamwambia naomba Mungu utakaponiinua mimi, naomba nifanyike daraja kwa watu wengine. Yaani nisijipambanie mimi tu. Kwa nini nazungumza? Kwa sababu unakuta kuna fundi mzuri, hana uwezo wa kufungua mlango wake peke yake. Lakini pia hizi kazi zetu zinafuata pia majina. Ufanyaji wako wa kazi mzuri na majina. Lakini unakuta kuna fundi mtaani yuko vizuri sana, lakini nani anamtambua? Kwa hiyo mimi mtu namwangalia, namfanyia interview, yuko vizuri, namchukua, tunafanya kazi. Kwa hiyo nafanyika daraja kwamba alikuwa yuko nyumbani lakini ana uwezo wa kuingiza pesa kila wiki, pesa nzuri. Kwa hiyo nadhani pia daraja. Kwa hiyo nashukuru katika hilo. Asante. Hilo pia ni kubwa. Katika upande wa watu ambao mbalimbali unawashonia, wapo viongozi mbalimbali ambao sana. Nashukuru. Unajua viongozi
wapo bize sana kulipambania taifa. Kwa hiyo hana muda alikuwa fundi bado fundi hapana. Kwa ina maana wanajua kwa fundi mwaminifu hapo mikono salama. Ni simu labda ni wa kike au wa kiume, nataka rangi fulani navaa mahali fulani. Umeona? Kwa tunakubaliana gharama fulani, muamala unasoma. Kwa hiyo siku fulani nguo tayari. Kwa hiyo nashukuru Mungu nafanya huduma bila wasiwasi. Zamani wakati watu wanaiona hii fani ya ushonaji ilikuwa ni fani ambayo kiufupi ukionekana kwamba mimi naenda kusomea cherehani, kwamba umekosa kazi ya kufanya. Kuna baadhi ya makabila ndio walikuwa kihusishwa kwamba hawa ndo kazi yao tu kushona hivi. Sawa. Kwako wewe hii binti yoyote ama kijana yoyote, ukiachana na binti kwa sababu ushonaji ni mtu yote, jinsia yoyote, yoyote ambaye anataka kujikita katika ushonaji kwa hatua ya kwanza zaidi, ambaye kakaa tu nyumbani pengine wazo lake anakuangalia hivi sasa, na mimi nataka kuwa kama fundi mwaminifu, hatua ya kwanza kabla ya kwenda kusomea huo ushonaji, nini kikubwa ambacho anatakiwa kuzingatia? Asante. Cha kwanza, hata mimi ninapopokea wanafunzi huwa nawaambia sifa hizi 3 ambazo zitawajenga na wakaweza kutimiza ndoto zao. Cha kwanza, unatakiwa uipende kazi ya ushonaji. Nikiwa na maana unapotoka kwenu au kwako ujue nini kimekupeleka mahali kwa ajili ya kupata mafunzo. Cha pili, huwa naambia mwanafunzi uwe na nidhamu, kwa sababu nidhamu humbeba mtu mahali popote, inakubeba kwenye ndoa, kwenye kazi, jamii iliyotuzunguka. Kwa hiyo ukiwa na nidhamu utakuwa na nidhamu pia kwenye kazi. Cha tatu, jamani, kujali muda. Mimi mwenzenu jina mwaminifu limeniathiri sana kwenye muda. Kitu chochote kijijengea muda utakifanya vizuri. Kwa maana unajua natakiwa niamke saa ngapi, kufika muda fulani niwe nishafika sehemu ya kujifunza. Kwa hiyo aipende kazi, awe na nidhamu na awe ni mtu wa kujali muda. Ina maana akiwa mtu wa kujali muda, hata akaja kujifunza atajua sasa na jinsi ya kuheshimu pesa, kwamba ndani ya huu mwaka nimefanya kama mimi huwa najipangia, Mwenyezi Mungu anavyonijalia huu mwaka natamani ofisi yangu niongeze kitu kadha wa kadha na viandika. Kwa hiyo hapo ni mbio nazipambania na mpaka zio. Kwa ina maana vitu ambavyo sio vya ziada siviingizi kwenye budget mpaka lengo langu litimie. Kwa hiyo kazi ipende, alafu pia kujituma. Sasa tena ofisi unaenda kufungua saa 6, saa 10 umefunga changamoto. Sawa. Nguvu yetu ni umoja, ndoto zetu zinawezekana, tunasimama, hatuanguki. Nguvu yetu ni umoja, ndoto zetu zinawezekana, tunasimama, hatuanguki. Mwanamke ni nuru angavu, anang'aa hata gizani, ana ndoto, ana nguvu, kesho yake iko mikononi. Usikate tamaa dada, simama, piga hatua, sauti yako ina maana, dunia isikie kilio chako. Usikate tamaa dada, simama, piga hatua, sauti yako. Kuna baadhi ya watu hasa katika kipindi hiki cha msimu wa mvua ambao wanamiliki vyanzo vyenyewe vya mapato, kwa maana pengine kajipata mjasiriamali mwenyewe, mvua hafungui kwa siku nzima, siku 2 3, kwani ulikuwa hujaona mvua bwana? Kwa fundi wewe hii kwa kweli haipo hii. Yaani namshukuru Mungu, na pia mume wangu pia namshukuru Mungu, ni mtu ambaye ananihamasisha sana. Mke wangu muda twende. Kwa hiyo nashukuru pia, namshukuru Mungu kwa ajili ya mume wangu ambaye ndo tuko pamoja, kwa sababu mwanamke unaweza kuwa una ndoto za kupambana ufike mbali, mume anakurudisha nyuma, ndio ukae nyumbani, hakuna kutoka. Umenielewa? Kwa ni mtu ambaye pia ananiunga mkono, hudumia wananchi vizuri. Nashukuru Mungu katika. Hongera. Umebahatika pia. Sawa bwana. Leo tunakuona upo katika maeneo haya. Ndio. Baada ya mwaka kama ulivyosema mwenyewe, mwaka unapoingia huona kama diary yako mwenyewe unaandika fundi mwaminifu katika mwaka huu, Mwenyezi Mungu naomba nitengenezee 1 2 3. Baada ya huu mwaka kuisha, tuseme hivyo. Ndio. Unataraji kujiona wapi zaidi katika utoaji wa huduma? Kwa sasa sio hata mwaka ukiisha, huu mwaka. Kwa sababu pia katika swala la soko, ndio maana hata ulipokuja hapa ofisini kwangu naona kuna baadhi ya bidhaa pia nimeweka. Kwamba mwanamke mjasiriamali na mwenye ndoto za kufika mbali, siwezi nikakaa nikajibweteka eti nisubirie tu mteja ashone nguo, wakati naona kuna mlango, kuna vitu naweza nikaweka. Na ndio maana unaona nimeweka baadhi ya biashara.
nimeweka nguo zingine ambazo zimeshonwa, mtu akija anunue, yani nimeweka vitambaa. Kwa hiyo sasa hizi na ndoto ni wafungulie saluni ambapo bi harusi mgeni mwalikwa, sijui rafiki yake nani, na maana ukija utaoga, utapambwa, utavishwa na fundi mwaminifu, na nitawekea usafiri wa aina zote, bodaboda, bajaji, taxi. Kwa hiyo mtegemee vitu vizuri kutoka kwa fundi mwaminifu, na Mungu anisaidie. Mwenyezi Mungu atasaidia pia katika hilo, amin. Kwa ninavyokuona sasa katika swala la utafutaji unavyozidi kwenda mbio mbio, si muda mrefu teka na mkahawa. Wakati anapangwa bi harusi kuna mmoja anapata huduma ya kula kabisa. Kabisa. Hongera bwana. Tuseme katika upande wa wale ambao wanakuangaza hivi sasa, kwa sababu ndio tulikuwa tunaelekea ukingoni katika upande wa kipindi cha Sauti ya Mwanamke, uzungumze na mwanamke ambaye anakuangaza hivi sasa, ambaye pengine alihangaika sana katika utafutaji, lakini pengine amekutana na changamoto nyingi sana ambazo zimekuwa zikimrudisha, akitaka kupiga hatua kidogo anarudi nyuma kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu si kila ambaye hajafika katika level yako huyo ni mvivu, hapana. Kuna changamoto nyingi ambazo wanakutana nazo. Ili kuweza kupiga hatua kama ulopiga wewe, ama hata kupita zaidi ya kwako wewe kuelekea kwingine, unamwambia nini mwanamke ambaye hivi sasa anakuangaza? Asante ndugu mtangazaji. Kitu cha kwanza napenda kuzungumza na wanawake wenzangu. Katika swala la utafutaji jamani, kuna changamoto za kila namna. Jamani, kuna watu wameumbwa kwa ajili ya kuvunja mioyo wenzao, kukatisha tamaa wenzao. Nikiwa na maana kwamba unakuta labda kuna mwanamke anambia hapa nataka nifungue mgahawa mzuri. Labda unamwelekeza rafiki yako kwa nia nzuri tu, lakini Mwenyezi Mungu amenipa mioyo. Huwezi kuona. Cha kwanza nakwambia yani pale huwezi kuuza kabisa. Mgahawa imezagaa kila pahali. Sasa ukiwa na moyo mdogo ndugu yangu, unavunjika moyo, au aidha umefungua unaona umeuza, biashara itoki kukata tamaa. Mwanamke ni marufuku kukata tamaa. Ninayezungumza najua nimepitia mangapi mpaka leo fundi mwaminifu nimesimama. Cha kwanza mweke Mwenyezi Mungu mbele katika kila hatua ya utafutaji wako. Pili, kuwa shujaa kwamba chochote itakavyokuwa ni lazima lengo langu litimie. Iwe mvua, iwe jua. Changamoto zipo utazikabiri, unadondoka unasema ya Rabbi nijalie tena. Unapambana. Yaani usiwe mwepesi wa kukata tamaa kwa haraka sana. Mimi mnayeniona jamani, nina historia muda tu hautoshi. Lakini ninamshukuru Mungu kwa mara nyingine tena ujasiri wangu wa kusimama kupambania ndoto zangu umenifikisha hapa nilipo. Kwa hiyo usivunjike moyo. Umeumizwa, umia, lakini inuka tena, muombe Mungu, ya Rabbi nijalie nisimame tena niweze kutimiza ndoto zangu. Hautojuta. Zingatia hilo. Kuna msemo ambao napenda kuutumia sana, na baadhi ya wanaume akitumia kama ni fimbo kwetu sisi pia, ile kauli ya adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzie. Yani mwanaume hawezi kuwa adui wa mwanamke. Hiyo imeshakukuathiri katika safari zako kwa uchache tu? Siwezi kusema imeniathiri kwa sababu mimi ni mwanamke shujaa. Unaweza ukaja na maneno ya kunivunja moyo nikakusikiza nikamwambia asante, lakini nakaa mwaminifu. Je, ndoto zako uliamua kuishia hapa? Umeni hapana, nainuka tena. Kwa hiyo naweza kusema haijaniathiri kwa sababu umekutana naye. Tena. Ufundi Zanzibar anakuambia watu wanapenda kununua tungo za dukani. Sijui nikasema jamani, kusudi langu lazima litimie Zanzibar. Kwa hiyo siku zote ndoto, una ndoto gani? Au ndio unashona ili mradi umepata ya kula umemaliza? Au ndio unauza tu genge ili mradi uonekane? Je, fanya kazi kwa malengo. Aliyekuona mwaka huu au sasa hivi si umekuja, baada ya muda unakuja unakuta ofisi imebadilika, iko kivingine, utakuja tena kivingine. Ndivyo tunavyotakiwa, unajua kwamba okay, biashara yangu kumbe inakuwa. Kwa uwezo ukasema biashara inakuwa wakati uko pale hubadiliki, ni vile vile. Hapana, lazima kuna vitu ambavyo natakiwa kuongeza, kama nilikuwa 1 2, sasa hivi nipo 10. Kwa mfano kama sasa hivi hivyo niambia labda ndoto zangu mimi na ndoto za kuwa na kampuni jamani. Mungu anisaidie. Yaani nije kuwa na kampuni ya mwaminifu, kwamba serikali au watu wanakuja wanaleta matenda katika kampuni na tunaandikishana mkataba tarehe fulani hivi na muuli juu. Kwa natamani kuondoa tatizo la kusumbua nguvu. Kwa Mungu anisaidie, najua nikiwa na kampuni kila kazi itafanyika mle ndani. Kwa wafanyakazi watapata ajira, kwa vijana ambao hutaka vibaka au kwenda kuzurura maklabu wanajikuta wanatumia muda mwingi kwa ajili ya kutafuta pesa.
na ndio maana nilikwambia natamani nifanyike daraja kwa watu wengine, na Mungu anisaidie. Bwana Mungu atakusaidia sana kwa pamoja. Hongera pia. Asante. Miongoni mwa watu ambao wananipa furaha nikiendelea kuzungumza nao ni wewe, kwa sababu wanawake baadhi yao kweli utamkuta mtu anajituma katika hali ya ujasiriamali, lakini baadhi ya changamoto mbalimbali anazokutana nazo kwa uchache tu zinamfanya avunjike moyo, arudi nyuma na mambo mengine. Lakini wewe fundi mwaminifu, mimi naweza kukupachika na jina mwingine pia, yani fundi mwaminifu shupavu pia. Asante, nashukuru. Yani tuseme umekutana na majina matatu kwa wakati mmoja. Kwanza fundi mwaminifu na shupavu, kwa maana licha yote unokutana nayo ama ulishakukutana nayo unasema mimi wewe huwezi kunirudisha nyuma, wewe hapana, ngoja mimi nipambane nifikie kusudio langu. Sawa, wanawake ndivyo ambavyo tunatakiwa kuwa. Hata wewe ambaye unatuangaza hivi sasa ama unaniangaza, hutakiwi kukata tamaa kwa namna yoyote ile, kwa hali yoyote ile. Katika swala zima la utafutaji unatakiwa kuhakikisha unapambana, unatakiwa kuhakikisha unapiga hatua. Kuna mambo mengi sana kukurudisha nyuma, lakini sema huu mwaka ni wa kwangu. Unajua kwanza tupo katika mwezi wa 4. Kwa hiyo katika mwezi huu wa 4 bwana, ni ndio kwanza tuko katika robo ya mwaka. Kwa hiyo katika hii robo ya mwaka isikufanye wewe kusema ndio kwanza mwezi wa 4 au mimi kweli nitaendelea mimi, hapana. Mwezi mmoja ama wiki moja kwa mwanamke katika harakati za utafutaji na upigaji wa hatua inaweza kubadili kabisa mwenendo wa maisha yako. Kwa hiyo endelea tu kupambana kwa namna moja ama nyingine. Bwana fundi mwaminifu, mimi nikushukuru sana. Lakini kabla ya kuondoka, kama kuna chochote ambacho unahitaji kuniambia mimi, licha tu mtazamaji katika upande wa wanawake ambao umetoa wasia wao, unaweza kuzungumza. Nikupe nafasi hiyo kama una chochote cha kuzungumza kabla ya kufunga, nikukaribisha. Mimi kiukweli nipende kutoa kwanza shukrani zangu za dhati kwa watangazaji, hususani ndugu mtangazaji ambaye umeweza kunifikia mimi. Ni nafasi ambazo tulikuwa tukizitamani sana. Kwa hiyo tunashukuru kwamba nyie mmekuwa ni taa kwa sisi wajasiriamali, kwa sababu ni ngumu sana kuendelea tu kujitangaza hivi mitandaoni. Kuna mwingine anakuwa anapenda TV. Kwa hiyo ninawashukuru sana jamani. Mwenyezi Mungu awajalie kila jema liambatane na nyinyi. Kiukweli nimefurahia ujio wenu na karibuni sana. Asante. Nasi pia tukushukuru kwa niaba ya wale wote ambao tumekuja nao, lakini pia kwa niaba ya uongozi wa Zanzibar Cable. Tuchukue hii nafasi ya shukrani na pongezi ambazo umeweza kutupatia, nikizipokea na kuwakilisha kwao pia. Asante pia kwa kuamua kutupokea na kutukaribisha. Lakini pia kupitia sehemu hii nafikiri itakuwa ni daraja mojawapo la mwanamke kuhakikisha naye anabadili ndoto zake alizokuwa nazo katika chochote kile ambacho anakifanyia kazi. Sawa, mpenzi mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, na hapa ndio tamati kabisa katika upande wa sauti ya mwanamke, kwa maana kwamba hii leo tumekuwa hapa Mbarali kwa ajili ya kuja kuzungumza na fundi mwaminifu ambaye amejikita zaidi katika ushonaji wa mitindo mbalimbali, akitoa huduma katika upande wa wanawake, pia katika upande wa wanaume, lakini zaidi katika nguo za shughuli mbalimbali. Kwa kama unataka kupendeza kwa namna yoyote ile, una shughuli yako ya mtoto wako, watu mbalimbali, wewe njoo weke oda yako hapa. Kutana na fundi mwaminifu kama alivyozungumza, lakini pia kama alivyokuambia uweze kumtafuta katika upande wa mitandao yake ya kijamii, pia kule TikTok andika tu fundi mwaminifu, Facebook, Instagram, utaweza kumpata pasi na shaka ya aina yoyote. Na kufikia hapa ndipo tupo tamati zaidi katika upande huu wa sauti ya mwanamke, ambaye nimehusika mwanzo mwisho katika swala zima la utangazaji. Ni mimi Nusura binti wa Gazwila, sina la zaidi, lakini pia nimepatana na Mudathir akiwa nyuma ya kamera, ambaye amehakikisha kila kitu unachokiona hapa katika siku hii ya leo kupitia sauti ya mwanamke, mitambo yote imekamatwa na Mudathir. Hatuna la zaidi, asante. Lakini asante hii pia nikukumbushe muonekano wangu huu wa leo pata kutoka kwa fundi mwaminifu ambaye nimekuwa nikizungumza naye hapa. Hatuna la zaidi, asante sana. Wewe uko wapi? Sehemu ipi ulokuepo? Tuambie tu, sisi tutakufuata mwanamke popote pale ulipo, nao utaonekana hapa kupitia sauti ya mwanamke katika upande wa ujasiriamali na harakati mbalimbali zinazokuhusu mwanamke. Usikae kutegemea fedha ya kupewa, jikite, jitafutie mwenyewe. Asante. Nguvu yetu ni umoja, ndoto zetu zinawezekana, tunasimama, hatuanguki. Nguvu yetu ni umoja, ndoto zetu zinawezekana, tunasimama, hatuanguki. Mwanamke ni nuru angavu, anang'aa hata gizani, ana ndoto
Usikate tamaa dada, simama, piga hatua. Sauti yako ina maana, dunia isikie kilio chako. Usikate tamaa dada, simama, piga hatua. Sauti yako